بلغ هذه الرتبة اعتقادا وقولا وفعلا. Wametaja maulama kwamba anayejipamba na pambo la makafiri anakuwa kafiri, na anayesema kalima neno la ukafiri anakuwa kafiri. Fakaifa biman balagha hadhihi rutba, vipi mtu aliyefikia daraja hii i'tiqadan, kwa kuitakidi moyoni, wa qawlan, na kwa kusema kwa ulimi wake, wa fi'lan, na kwa vitendo vya viungo vyake. Ikiwa anayejipamba kwa pambo la makafiri anakuwa kafiri, mwenye kusema kalima la ukafiri anakuwa kafiri, vipi alifikia daraja hii ya kuitakidi kwamba hawa wanaombwa, hawa wanafanyiwa istighatha? يقول الشيخ الفوزان وقوله وقد ذكر العلماء أن من تزيى بزي الكفار صار كافرا. قال فالكفر لا يقتصر على السجود والركوع لغير الله. ukafiri haufupishiki juu ya kusujudu na kurukuu kwa asiyekuwa Allah, kwamba ukimsujudia mtu asiyekuwa Allah unakuwa kafiri, ukirukuu kwa ajili ya asiyekuwa Allah unakuwa kafiri. Wadhabhu wanadhru lighairi llah, na kuchinja na kuweka nadhiri kwa asiyekuwa Allah ni ukafiri. Bal jaa fil hadith man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, imekuja katika hadithi mwenye kujifananisha na watu yeye anakuwa ni katika watu hao. Yani kujifananisha na makafiri utakuwa kafiri, kujifananisha na wale mahundusi wale wanaoabudu unakuwa nao, kujifananisha na majusi utakuwa majusi, wa hakadha. Qala Sheikh al-Islam rahimahullah aqallu ahwali hadha al-hadith annahu yadullu ala tahrimi at-tashabbuh bihim. Uchache wa hali za hadithi hii ni kwamba hadithi inafahamisha kuharamishwa kujifananisha na hawa makafiri. Ndio maana hadithi ni haramu muislamu kujifananisha na makafiri. Qala wa in kana dhahiruhu anna man fa'ala dhalika fahuwa minhum, yani faqad kafar. Japokuwa dhahiri ya hadithi ni kwamba aliyefanya hivyo akajifananisha na makafiri anakuwa pamoja nao, ai faqad kafara, amekufuru. Hadha dhahiru alhadith, hii ndio dhahiri ya hadithi hii, kwamba mtu anayejifananisha na makafiri na yeye pia ni kafiri. Hii ndio dhahiri ya hadithi hii. Walakin aqallu ahwalihi anna hadha muharram, uchache wa hali zake ni kwamba jambo hili limeharamishwa la kujifananisha na makafiri. Liannahu ma tashabbaha bihim illa wa huwa yujizu ma hum alayhi, kwa sababu hajajifananisha nao. Mtu hajajifananisha na makafiri muislamu isipokuwa yeye anajuzisha hayo walionayo makafiri hao, wayastasighu ma hum alayhi, pia anajuzisha hiyo hali walionayo makafiri hao. Kwa hiyo aqallu ahwali hadha alhadith ni kwamba ni haramu, si kwamba mtu muislamu akivaa suti moja kwa moja ni kafiri. Haina maana hiyo, kwa sababu muislamu anapovaa suti moja kwa moja ni kama anajifanisha na yule John sio nani huko, si ndio? Anajifanisha na kafiri fulani, sababu Uislamu haukuja na mambo ya suti bwana. Uislamu haujakuja na mavazi ya suti, au Uislamu haukuja na mambo ya veli, wanawake kwa usini wanavaa maveli yale yale ya makafiri. Sasa muislamu anayefanya hivyo ni kwamba anapata madhambi, si moja kwa moja anakuwa kafiri. Mtu asali afunga haambiwi ni kafiri, lakini anapata madhambi kwa kujifananisha na makafiri, wakati Uislamu una mavazi yake. Hakuna kwamba Uislamu hauna mavazi, hapana, Uislamu unayo mavazi yake. Idhan aqallu ahwali hadha alhadith anna hadha muharram, jambo hili muislamu kujifananisha na makafiri ni haramu. Liannahu ma tashabbaha bihim illa wa huwa yujizu ma hum alayhi wa yastasighu ma hum alayhi, wa illa
لو كان يعتقد بطلان ما هم عليه ما تشبه بهم. لو angekuwa muislamu huyu anaitakidi ubatili wa hiyo hali walionayo makafiri, asingejifanisha na wao. Kwa hiyo ni haramu muislamu kujifanisha na kafiri, ni haramu. Maana ya haramu, anapata madhambi mpaka awache jambo hilo. Lakini si kwamba muislamu akishavaa suti moja kwa moja ni kafiri, mwanamke muislamu akivaa veli ni kafiri. Lakini anapata madhambi. Qawluhu wa man takallama bikalimati al-kufri sara kafira, anasema kalima la ukafiri anakuwa na yeye ni kafiri. Waqad marra bina qawluhu ta'ala wala in sa'altahum la yaqulunna inma kunna nakhudhu wa nal'ab. Ukiwauliza wanasema sisi tulikuwa tukiingilia tu mazungumzo ya safari na tunacheza, tunafanya mzaha. Ai fi ayi shay'in yakhudhun, wanaingilia katika mambo gani? Yaqulun, wanasema wanafik, ma ra'ayna mithla qurra'ina haula la arghaba butunan wala akdhaba alsina wala ajbana inda liqa. Wanafiki walikuwa wakisema hivi, hatujaona kama wasomaji wetu hawa masahaba, hatujaona watu ambao wanapenda sana kula na kujaza matumbo yao, wala hatujaona watu ambao ni warongo sana wakizungumza, wala ajbana inda liqa, wala waoga sana kukutana na maadui kuliko masahaba hawa. Alaysa hadha kalamun bil alsun? Bala, hayakuwa haya ni maneno ya ndimi zao tu. Kwa nini haya ni maneno wameyasema kwa ndimi zao? Wama hadha, pamoja na hivi, qala Allahu fihim la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum, msitoe udhuru, mmesha kufuru baada ya uislamu wenu. Hii ni kuonesha kwamba mtu akisema kalima la ukafiri anakuwa kafiri, sababu hao wamefanya istizaa, wamewafanyia istizaa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. وقال صلى الله عليه وسلم وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم. Mtume anasema mtu anaweza akasema kalima ambalo linamuudhi Allah, la yulqi laha balan, halijali kalima hilo, anasema na bila kujali, yahwi biha fi nari jahannam, kalima hilo litamporomosha na kumwangusha katika moto wa jahannam. Kalimatan wahida, kalima moja, wala yulqi laha balan aidan, wala mtu halijali kalima hilo. Waqad qala Allahu jalla fi ulah walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim, walisema kalima la ukafiri wakakufuru baada ya uislamu wao. Kwa mtu akitamka kalima la ukafiri anakuwa kafiri. Falkufru yakunu bil kalam, ukafiri unakuwa pia kwa maneno, licha ya vitendo pia ukafiri unakuwa kwa maneno. Waman daa ghaira Allah fahadha kalamun, anayemuomba si kwa Allah, haya ni maneno. Wama hadha yakfuru bihi, pamoja na hii ni kwamba anakufuru kwa maneno yake hayo. قوله فكيف بمن بلغ هذه الرتبة اعتقادا وقولا وفعلا, vipi mtu aliyefikia daraja hii kwa kuitakidi moyoni mwake na kwa kusema na kwa vitendo. Ay kaifa biman lam yaktasir ala alkalimati alkufriya, vipi asiyefupisha kalima la ukafiri peke yake, bal sara yadhbahu lahum, bali amekuwa sasa awachinjia hao maiti, wayandhuru lahum, anawekea nadhri, wayatufu biquburihim, anafanya tawafu kwa makaburi yao, wayastaghithu bihim fi shadaid, anataka kuokolewa na maiti katika shida na matatizo. Wa hadha ashaddu min kalimati al-kufri, hili ni kubwa zaidi kuliko kalima la ukafiri. Vitendo hivi ni vikubwa zaidi kuliko kalima moja la ukafiri. Ibada anamfanyia maiti, ibada ya kuchinja anamfanyia maiti, ibada ya nadhri anamfanyia maiti,
ibada ya tawaf, badala ya kutufu al-Kaaba anafanya tawaf katika kabri. Hizi zote ni ibada anazofanyiwa Allah, anawafanyia maiti moja kwa moja. Huu ni ukafiri, hakuna jingine. Qawluhu i'tiqadan biqalbihi wa qawlan bilisanihi, fakaifa biman balagha hadhihi ar-rutbah i'tiqadan biqalbihi, vipi alifikia daraja hii akiitakidi moyoni mwake, huku anafanya mambo hayo na kuitakidi moyoni mwake kwamba yanafaa kufanyiwa maiti, dua inafaa kumuomba maiti, istighatha, isti'ana. Vipi anaitakidi hivyo asiyo kafiri? Wa qawlan bilisanihi, na kusema kwa ulimi wake, wa fi'lan bijawarihi, na kufanya kwa viungo vyake. Watu wanafanya mchezo na hizi ibada za Allah bwana. Watu wanafanya mchezo mpaka kutetea ushirikina. Mtu anatetea ushirikina kwamba iko wapi dalili ya kuzuia kumuomba maiti? Tunataka dalili minal kitabi was sunna. Subhanallah, watu wanachezea ibada za Allah subhanahu wa ta'ala, lakini moja kwa moja ni kwamba hawa wanafanya ushirikina na ukafiri, kwamba ibada hizi wanawafanyia maiti. Moja kwa moja ni ukafiri na ushirikina. قال الشيخ انتهت هذه الشبهة والحمد لله، وبطلت واحترقت. شبهة zao zimeteketea na kubatilika kwa raddi hizi walizozifanya maulama. Hawana hoja zozote wanazotetea ushirikina wao na ukafiri wao, hawana hoja zozote. Hoja zao zimebatilika na kuteketea kwa majawabu haya na raddi hizi za maulama. إذا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.